Hii ni Elwin Talk Show. Tunawakaribisha sana katika kipindi chetu cha kujadili masuala ya ndoa na masuala ya mahusiano. This is Elwin Talk Show. Tunakukaribisha. Please, tuna appreciate kwa wewe ambaye umetazama iliyopita na unaendelea kutazama na kufuatana na sisi. Kwa hiyo tunakuomba ikikupendeza share na wengine, subscribe, weka like, put your comment down, alafu hata kubonyeza kale kakengele inaweza ikatusaidia pia na ikakusaidia wewe pale tunapotuma unawahi kupata. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kwa siku ya leo. Tuna maswali ambayo yamekuja katika mtazamo ambao utausikiliza. Kwa hiyo naomba ufuatane na sisi. Mimi Eliswai, here I am with my wife. Karibu. Hi, Elwin Talk Show. Karibuni. Asanteni kwa watch our previous video. Tunashukuru. Karibuni. Winnie Swai. Oh, jina langu ni Winnie Swai. Karibu. Mrs. Winnie Swai. Good. Asante kukumbuka hiyo pia. Yeah, inaweka ladha kwenye ndoa and relationship, right? Does it? Of course, yeah. Why? Yeah. Yeah, what? Inafanya yani inakuwa yani, yeah. Inakuwa nini? Inakuwa kwamba na wewe unajielewa ulipo. Yes. Na yeye anajielewa alipo. Anajua effort, right? Okay, bila kupoteza muda, tuende pamoja. Uko tayari na kujibu maswali? Leo tutaenda softly na tutasaidia. Maswali yamekuja kwetu kwa namna ya kwamba mnafikiriaje. Aidha inaweza ikawa kwa mwingine pia naye anapitia hivi, lakini tunafikiriaje? Okay? Sasa ninaomba nilisome hili swali. Liko hivi. Nisome yote mawili alafu au nisome moja kwanza. Okay. Nasema hivi. Je, salamu sana Elwin Talk Show. Akasema, je, tunakushukuru kwa salamu. Je, upendo pekee unatosha kudumisha ndoa? Na kama hapana, ni nini kingine kinahitajika? Naomba ushuke mama. Teremka. Anza basi. Nimesoma na wewe naomba uteremke. Ngoja nikae mkao kupokea jamani. Karibu. Swali limeenda. Sema basi. Tunasubiri mama zamu yako bwana. Si ndio jamani? Mimi nimesoma. Apige kidogo alafu mimi nitajazia. Asante. Unaona muongea katikati na sasa swali. Hivyo. Je, upendo pekee unatosha kudumisha ndoa? Tuanzie hapo kwanza. Kwa sababu yako. Okay. Kama umesema hapana, ni nini kingine kinahitajika? Vitu vingi. So upendo wenyewe unadumisha ndoa, unatosha. Unatosha kudumisha ndoa kwa percent kubwa ndio. Lakini kuna mambo mengine lazima yawe nyongeza ziwepo kwa ajili ya kufanya sasa kila kitu kitoke sasa ni vizuri, yani ule upendo sasa ndio utoke vizuri. Okay, mfano mambo mengine kama mfano kama cha muhimu cha kwanza maombi. Bila Mungu katika ndoa ni ngumu. Sisemi kwamba watu hawafanyi, watu wanafanya, lakini hiyo mimi naona yani ina jitihada ya zaidi
bila Mungu. Lakini Mungu anatusaidia, anatupa hekima, anatusaidia, inakuwa kama vile ni kitu na cross check. Yeah. Okay. Kwa hiyo Mungu, hiyo ni namba 1. Ndoa bila Mungu, sisemi kwamba haiwezekani, inawezekana, lakini kwangu mimi naona kwamba ni juhudi yake ni kubwa bila Mungu than kuwa na Mungu. Okay. Najibu unavyoenda hivyo inanipa vitu vya kufikiria. Sababu naliangalia hili swali nahisi kitu ambacho sikuwa nimekihisi before kwamba inawezekana. Kind of very tricky question. Kwa sababu upendo pekee unatosha kudumisha ndoa. Nikafikiria nasema hivyo vitu vingine vinaweza vikafanyika nje ya upendo, au upendo ndo final? Kwa sababu upendo unaweza kuwa unconditional love and conditional, but upendo kwa Kiingereza ni love. Okay. Na love is it's an action word. Action word. Yeah. Okay, but lazima uwe una practice kila siku. Yes, na hizo practice ambazo unazifanya zinatokana na upendo. It means the love can be the final kwenye ndoa, ikadumisha ndoa, ikasustain the marriage, there is nothing else can sustain the marriage without love. So the love, nimesema hiyo yani kwamba ndo like ina take part a bigger I don't know, a bigger percentage, which means the rest vinavyokuja kufanyika sio kama halimati, kwa sababu kama issue ya Mungu nayo ni kubwa. Lakini kwa sababu nimesema hivyo in the sense kwamba kuna watu wengine ambao hamjui Mungu, hamtambui Mungu, they are atheist or yani chochote hicho kingine, lakini upendo wao yani uko. I get it. Mimi ninachokisemelea ni mimi ndo at the same way ninaongea mimi my point hivyo kwa sababu what is your point? My point ndio ninajaribu kutengeneza ya kutengeneza hapo kuna unataka point yako kwa sababu umenisaidia mimi kufikiria. That's why I'm bringing this one, because everything that we do outside video uanze kwa sababu uanze mimi nitaread good. Video unasema mimi najalizeza kwako. So upendo has to work throughout. It means kama umesema love is an action word. Okay. Now all the surrounding vitu ambavyo vinaweza vikawa vinakuja kwenye ndoa mostly vitakuja within this love. Vitakuja to empower the love. Okay. Ndio empower the love, but I cannot pray kama si yani ninakuombea tu, I kneel down na kuombea kama sina love. Yes you can. Okay. Can I gift without love? Yes you can. Oh, Chineke. All right. Na mimi napata. Napata kwa sababu mimi waone. No, kwani nachokisema nachokisema kina make sense. Yes, okay. Yes. If someone anaweza kama mimi niko kwenye my own no. You're really doing well. You are making really sense. Doing well? Well. Yes, Mama Pastor. You're doing well. Now I'm trying to think. Someone can treat a woman or her husband without love. Can do something. Okay, that's ina make sense. Kwa hiyo upendo inarudisha kwamba upendo is not the only. No. Nao tuko pamoja. Kwa hiyo kuna vitu vinatakiwa viongezeke. Lakini kama kuna mtu ambaye anatusikiliza anatoa upendo tu, just with upendo, hana hivi vitu vingine, then ni hadi kuseparate them. You never know. Okay. Na mimi nimepata kwamba there are people wanaishi huko hawana love lakini wana fake marriage. You can say that. Yes. They are faking the love itself ili kumpata mtu fulani wakati they don't really love. They are there for some issues. Wana intention fulani. Give me 5. Safe. Give me 5.
Unabalia. Okay, nimepata honestly. Umenifungua kwa sababu nilikuwa najaribu kwa hiyo unanipa mimi upendo kila come on. Sema. Of course I can't. Okay, now when you ukiniambia hivyo, I'm trying to question your love. Okay, you say it all. Wewe unanipa upendo hivyo. Kuna siku zingine sijisikii kukupa upendo hata kidogo. I'm sorry. Yeah, this that say your song is like is not right. Masa kama yani ndio maana kuwa na Mungu inasaidia. By grace I love you. But do we sasa ukisema sometimes you don't feel it, do we call it unconditional love? Sasa no matter sasa kuna hiyo sasa tunapewa the the fruits of the spirit, si ndio? Patience, kindness, goodness, self-control, unaona? So hivyo vote sasa ndio vinavyosema kabisa yani inabidi uviactivate. Kwamba okay, leo nimeamka na huyu mtu sina upendo naye hata chembe. However, because ninaambiwa niwe the fruit of the spirit, ninaambia be patient. So naanza kuombea patience. Nitaombea patience. Nikija kuamka tomorrow, new mercies I see in the morning, then I'm a different person. All right. Oh, yeah. Okay. But that to me that is how it. How does that go with your day-to-day your body system? Inaweza pia react na upendo pia. Yeah. Kama hormones zangu zinakukataa, kama hormones zangu zinasema smell yako leo ni then you know kama leo hormones zinaniambia yeah, so yeah. All right. Hiyo ndo. Lakini ni ndo ilivyo, we are perfect people. Yeah. But we are not perfect people. We are perfect. We are perfect people in the eyes of God. We are perfect people. We are not perfect people. Oh, in the eyes of men. In the eyes of men, we are not perfect. Okay. Bring me back to love language. Can it be part of it? Love language in a different na mtu sio? Yeah, sasa hiyo couple and couple. Inaweza je ikawa ni kwamba inaweza ikawa ni ikaendana na swali hili kwamba the power of that. Nadhani ni kipengele cha pili kwa sababu inasema nini msemaje? Nasema hiyo ni kwenye kipengele cha pili. Kama hapana ni nini kingine kinahitajika? Yeah, sasa kama ni kitu kingine kinachohitajika, of course umesema cha kwanza ni maombi. Kwa hiyo cha pili okay, love language inaweza kuingia hapo. Get to know the person. Love language inasaidia kutaka kujua mwenzako anapendelea nini. Okay, what is your love language? Mimi love language yangu okay, what is mine? Do you know mine? Words of affirmation. Really? Yes. Okay. Word of affirmation for you and service. And yours? Gift. Touch. Oh, hallelujah. I love touch. All right. Another thing? Just do it. I don't mind giving service. I can give service. So I don't necessarily, receive, I don't demand serve to receive, Okay. All right. Thank you. Please, you can decide to put your comment there. Comment is very important. Na decide kutuandikia na kusema labda unavyo feel. Are those the only things? Yeah. So love language, prayer. Umesema sasa, that's why nimekuuliza kwenye umesema gifts, kuna ambaye na sasa but that's okay. Love language. For me naweza nikaadi kwamba lazima umfahamu mwenzako.
Ukimfahamu mwenzako inakuletea urahisi wa kufanya vitu kwenye upendo, kwa kutumia upendo. Unamjua sasa kama hizo love language, anapenda gifts, then gifts is just can be big, small. Ni kuonyesha ile moyo wa kutoa, inaleta kuongeza ule upendo. Na pia kingine ndio hizo. Sasa ndio maana nikaulizia kwenye hiyo sasa love language inaweza ikaongeza pia kingine. Na pia kwenye psychology inasema it is better to know someone's temperament. Itakusaidia nayo kujua namna gani you can reach the person, namna gani you can react, namna gani you can handle the person, kwa sababu utakuwa umemjua, je, tunashabiana kwa namna gani, your chemistry is ikoje baina yenu wawili. Ukishajua hivi vitu, the love language, na ukishajua pia the temperaments of the personal, human, or inakusaidia sasa kuweza kutambua sasa huyu mtu yuko wa namna gani. Na hiyo pia hata kuanzia wakati wa kuchumbiana pia inakuwa na uwezo wake mzuri sana wa kutambua namna ya kwenda kwenye relationship bila kuwa na boss, kwa sababu two people, mmoja asiwe boss kuliko mwenzake, kwa sababu ni relationship haitaki wewe kuwa sijui ndio kiongozi zaidi ya mwenzako. Mnatakiwa muende. Kuna some households they do better like that. But kuna changamoto nyingi wakati mmoja anajiona ni boss. No, lakini kuna kuwa friend kuliko kuwa kwa sababu kama mmoja yuko anakuwa very hyper, like the only way to control their hyper whatever tension whatever ni mmoja inabidi awe na msaidie ndio hizo temperament zinasaidia. Mtu akishazijua anaweza akajua nina hapa nitulie, nimwache, nimsikilize au nifanye nini. Kwa hiyo zinasaidia pia kwenye hiyo. Right? Nilikuwa kusema pia kitu kingine ambacho mimi nadhani sikuongeleshwa au sikukusikia kinasema pasi sikisikii kinasemwa kwenye mambo ya kama like kitchen parties na vitu kama hivyo before marriage, ni hobbies. Unaona hobbies, kwa sababu kama kwa mfano kuna mmoja ambaye labda yeye yuko more active, anapenda michezo, anapenda kukimbia, anapenda kutembea, anapenda sijui gym, anapenda sijui nini, alafu wewe unakuwa kwamba labda like you don't want to go to the gym, you don't want to do any sort of exercise, you don't want kwa lazima yani ni vizuri kwa wale ambao hawajaolewa na tusikiliza, ni vizuri kujua what sort of hobbies mwenzako anazo, alafu kuangalia how you can, what activities you can also do together. Unaona, nakumbuka mimi na wewe tukikutana mwanzoni ya kwangu it was always dance, you remember, like salsa dance, and I've never had the opportunity to do that. Mpaka miguu ifanye alafu ndo tunasema sasa twende. Lakini basic, it's just kuwa na hobbies ambazo kuna ambazo kila mtu anafanya individually, lakini kuna zile ambazo ni muhimu wote wawili mnazifanya. Hiyo nayo muhimu. Inaongeza flavor ya upendo. Great. Asante. Family? Extended family? Extended family ni changamoto. Najua that can be a topic in itself, kuongea, lakini now family wanachangia big time kufanyaje? Kuongeza upendo katika familia au kuna nini? Yes. Big time. Kwa hiyo yes. Finance. Mbona usemi? Nakubali, nishusha. Finance jamani ni kikubwa. Kwenye ndoa kama hakuna finance, upendo unafanyaje? Unatetereka.
Yeah. Unahitaji kuwekwa turbo. Kuwa na tabo. Yeah, finance is a big thing. Na pia of course kuingia deep into finance ni kama ka topic in itself, lakini ni muhimu kuongelea mambo ya finance au hata kama mko ndani ya ndoa. It's about time kwamba yani mkae mwanza kuangalia finance, and especially jinsi ambavyo maisha yanaenda. Yeah. Kingine upendo bila tendo la ndoa. Your place. What yashusha matiri. Na kusikia huko bila nini? You sema wewe ndio area yako hiyo. Upendo. Mimi jamaa nimesikia. Lazima watu wafanye juhudi. Lazima ifanyike juhudi. Okay, so msaidie basi. Mimi nisaidie kupanda wanaume. Sababu wanaume wengi hawataki kuwekeza muda kwenye kujifunza mapenzi au namna kujua mapenzi. Kwa sababu mapenzi ni elimu. Mapenzi ni kitu ambacho mtu uwe tayari kujifunza, uwe tayari kuelewa. Wanaume uweze kukutana na mwanaume eti anakuja na jamaa zangu, hebu niambie, unajua juzi nimekuwa na mke wangu lakini mambo ya kwenda sawa, sikufika nilipotakiwa kufika. Natumia mbinu gani? Wanaume hawawezi kuongea hivyo, lakini wamama wanaweza wakaongea. Wote namna gani naweza mwezesha mzangu kichempati kama ulivyosema, lakini wanaume hatuna. Tukifika mahali labda tuongea masuala ya game, mpira, lakini hazifanyiki katika kiwango kikubwa kama yani mimi kwa maisha yangu sijai really kukuta yani labda tuwe tumepanga tunafanya kama ka ujumbe fulani baina ya sisi, lakini ile mwanaume ameshindwa huko alafu akaja akaomba kama ushauri kwa wanaume wenzake au mwanaume wenzake, kama vile tunavyoenda out tunasema tunywe coffee out, drink out, alafu tunaongea namna gani naweza nikafika. Hiyo kitu bado haijaingia kwenye society, kwa sababu people they are thinking nikimwambia mwenzangu maybe anaweza akanizunguka akaona kwamba I'm not performing well, so if me I'm trusting you, why should I bother? Mtu fulani anaweza kaja behind my back kuapproach wewe kwa sababu nimeenda kutafuta msaada au kutafuta namna advice from that person. Kwa hiyo bado wanaume tunashindwa, alafu tunajiona kwamba sisi ni tunajua sana kwenye mapenzi, wakati really tukipewa is only the performance can last more is 2 minutes. Hapo amejitahidi, so 2 minutes yani ndio amejitahidi. Sasa inakuwa sio poa, ni inabidi iwe ni lesson, teachings, exercises, na wanawake pia wakubali kuwa ni msaada pia kwa hao wanaume. Naweza nikafinish hapo hivyo kwa leo. Right? Kwa hiyo ndio hizo. Kitu kingine kusaidia kazi, wanaume wasaidii pia kazi, hawasaidii familia. Mke ana struggle kuanzia asubuhi mpaka jioni, then when you come home what you want is you want to find the food is ready, kila kitu iko poa, clean. We cannot do that perfect kama wanawake mnavyofanya, but at least tunatakiwa to show kwamba tuna upendo, tuonyeshe kwamba tupo kwenye upendo, tuonyeshe kwamba tunaweza. Alafu tukionyesha hivyo itakuwa na ladha. Sasa kama mtu afanya alafu baadaye anataka kupewa vyakula vyote, inakuwa sengine inakuwa nzuri, lakini sengine inakuwa sio nzuri. Nategemeana pia na position, mood ya Mrs. imekaje, your partner imekaje. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vya kuangalia tukitaka upendo ufikie ile target yake. Na ingine kwa ndoa kweli Mungu atusaidie ile kuwa na prayer togetherness, ile
prayer ya walipo wawili watatu Mungu yuko pamoja nao. Ile inahitajika sana. Sengine ubize, uchovu and all that inakuwa kweli na misda, na ni vizuri pia kuombea pia jambo hilo more kuliko kuombea vitu vingine vinavyo go around the day. During the day ni kuombea pia ile nafasi ya prayer ya pamoja as the family, as the husband and the wife, na kujifunza neno. Yani tukijua neno Bwana inakuwa vema, right? Okay, kwa hiyo ndio hivyo. Kuna vingine najua na wewe unajua namna gani unaweza ka flavor your love, flavor it. Sangine kwenye love, be crazy about it. Msioneane haya, msioneane aibu kwa namna nyingine. Ya usijisikie mkosaji au you have limitation kwa mwenzako unless ni kwa vitu visivyo sahihi kwenye mfumo wa Mungu. Yeah. Ningetaka kukuuliza hapo, watoto je, wanachangia? Of course, watoto wanachangia kuongeza upendo. Inategemea the balance of the family. How do you handle your children? Kama mmoja anakuwa amebezi sana kwa watoto kuliko mwingine, au mwingine amefanya ile love iliyokuwepo from the beginning imemove kwa watoto akamsahau mwenzake, kwa hiyo inakuwa sio salama. Baba unaenda kazini unarudi na zawadi kwa watoto tu na msahau mama, inakuwa sio salama. Kwa hiyo mama anaweza akamkiki mzee out ili aendelee kukaa na watoto, kwa sababu maybe for certain places, certain countries kuna hiyo labda uwezo wa mtu mwanamke anaweza akapata labda favor fulani akienda kwa labda anaenda anakuwa single mom au single parent. Hivyo vitu vinaweza vikaondoa upendo katika namna kufikiria kwamba unajenga upendo. So is ni watoto na familia in general, wazazi nini kuwa makini katika kuhandle wote kwa pamoja. Watoto wanatakiwa wote wawili muwe kitu kimoja, kuwa raise wale watoto, na nyie muwe mfano kwa watoto pia, kwa sababu tomorrow there will be the new couples. Yeah. How about waambie kuhusu diet, chakula kina changaje kwenye hiyo department? Chakula inachangia kwamba kuweka ladha, pia kukutengenezea wewe na ni kwanza na how. Yeah, inachangia vizuri kwenye kusaidia mfumo wa mwili pia. Ukiwa healthy, ukiwa vizuri kiafya, ndoa yako pia itakuwa nzuri. I can say that in a short way, lakini naamini wote wanaotusikiliza wanaelewa sana. Alright? Wale ambao hawajaingia kwenye ndoa, kula vizuri is the best, and exercise all together goes well. Amen. Amen. Swali la pili unaulizwa wewe. Unaulizwa hivi. Shalom dada Winnie. Dada Winnie, ni jambo gani uliloligundua kuhusu mwenzi wako baada ya ndoa? Hilo jambo yani ambalo hukulijua awali na lilikuathirije? Ni jambo gani uliligundua kuhusu mwenzi wako baada ya ndoa ambalo hukulijua awali na lilikuathirije baada ya kugundua? Hivi kwanza, kwenye kuathiri inaweza ikawa in negative or positive. Unaweza ukawa jambo fulani likakuathiri in a positive way. I'm trying to kuathiri ni negative. It stands as negative. Ndio hivyo. Tu message atufanye kwa athari. Okay, athiri inaweza ikawa ni athiri, ni athari ili kuumiza
kwa namna gani, au nafikiria okay twende Negative. I think so. Kuna nafikiri ilikuwa Wewe unafanya nini kitu gani ambacho unakifanya ni negative? I don't know, I don't have. Huh? I don't have. That's good to know. Sasa kwa hiyo jibu sasa ulizo ni jambo gani yani wewe ulikuwa ujui kuhusiana na mimi alafu ukaja kujua baadaye baada ya ndoa alafu linakuathirije? Nadhani inaposema kwamba linakuathirije, yani ni kitu kinaonekana kama vile ni kitu cha lilikuathiri vipi? Lilikuathiri vipi? It's in the past. Yani ulivogundua likakuathiri vipi? Lakini sio kwamba ni kitu cha kwamba ni kila wakati kinatokea. Ina maana kama is it one something or is it multiple stuff or is yani yeah. And I miss nitajibu sababu nimeelewa. Okay. Lakini, let me say bring them maybe break down like this. Okay, sema kwangu basi. No, mimi sasa ni wewe umeulizwa, alikuwa direct kwangu. Janja kwa. Sasa ninajaribu kutengeneza kwamba maybe there are some issues ambazo labda ukuwa unajua about me, then later on ukarealize alafu kikawa kimekuathiri, put off labda that time, labda niongezee, then you had to carry on na kuhope kwamba ita change, labda nisimile kwa namna hiyo. Okay, I don't know how, anyway, nitasema tu nitakavyosema. Nadhani kabla niambie tu kwamba I'm sorry. Kwamba the way tunavojibu maswali, tunakollectigi maswali alafu tunayaleta bila kuidiscuss. Sasa mwingine anaweza kusema mbona hivi, lakini tunayaletaga tu. This is just a laid back channel. Yeah. Hii channel ni laid back, hatuna haraka hapa. In a nice way. Sidhani wakati mkutana, sidhani kama nilikuwa nimefikiria kwamba unaweza ukawa na and this one is not like the exact word. Kuwa makini. I know. I'm joking. Kwamba unagafilika. Oh, thank you. Oh. Yeah. Unajua kwanza kutumia neno kwamba una hasira. It's negative. No, hasira, it's sort of like, it's very negative. Hasira? Yeah, so me, I know what the meaning of hasira, so unagafilika. Okay. Unaona kwamba na wewe unagafilika, sikuwa mimi najua ni praise the Lord, hallelujah all the time, una dance all the time, una you know, una wash, yani kwamba yani hamna kitu ambacho kitapita katika maisha kwamba utakuwa like yani you will be down. Unaona sasa kuona that other side of you kama unakuwa down. Yo. Yeah. Where? Remind me. Yeah. I think hiyo ni jambo ambalo nilikuwa ili kutumia muda gani kugundua kwamba mimi naweza nikawa down? Alafu sasa cha kushangaza ni kwamba kila wakati likihappen bado nina test. Yaani bado naanza nasema maybe next time it will be. Yaani kwamba ngoja nione next time. Yaani kwamba naona yani, lakini sasa hivi nimekuja kugundua kwamba okay, yes, na yeye pia naye anapitia challenge, kwa hiyo anakuwa down. Just accept kwamba naye anakuwa down. Okay, na nikiwa down ni okay, hiyo umesema tumia neno gani? Umetumia kugafilika. Kugafilika au gafilika no ni ndo the worst and no, is I think ni the same. Kwa sababu sio ile hasira like hasira ambayo una lash out. Gafilika ni kuwa gafilika in English
you get disappointed and Okay. or like stressed out, Okay. overwhelmed. Okay. Yeah. Yeah, okay. Yani kwamba okay, Yeah. if kama kuna ka challenge kuna challenge wewe mimi ninajua kwamba utaingia kwenye mambo utaomba, then you're just like, lakini kumbe sometimes even with that it doesn't yeah, it doesn't work. Yani kwamba you just unakuwa down and then kwa the outcome inakuwa ni tofauti. Lakini sasa over the years, adhani sasa hivi unakuja kusema yuko mmoja kujiambia kama yani kamili kwamba okay, yeah, naye anagafilika, unajua unakuwa down, unakuwa stress, unakuwa overwhelmed. Yeah. And maybe basi kama tungekuwa kwenye environment nyingine labda ingeonyesha mimi the other side, lakini us being in this country, there's just a lot, unaona, a lot can happen. Kwa hiyo okay, sasa ndio maana sitaki kutumia neno hasira, kwa sababu nadhani kwamba hasira inakuwa like more something like it's in unaona, lakini kugafilika kwa this disturbed. I don't know, even the word depressed is big. Yeah. So just kuwa nani, yani Okay, to be kuwa down, let's use the word being down. Okay, another thing. Nataka ni swali nimesaidia na mimi ninapata kujielewa. Au unajua kama unakuwa down. Of course, ninajua. Sasa naweza nikawa niko down, but sijui kama una notice kwamba niko nakuwa down. Sasa ndio ninachokisema, kwa ndio ninachokisema kwamba miaka yote nilikuwa yani ninafika point sasa kwamba huyu mtu yuko down, lakini naona kwamba vile najiambia no, yani hayuko down, unaona, najipa hopes. Okay. Lakini sasa hivi yani ndio nimeconclude kwamba unakuwa down. Okay. Yeah. It has taken me time. Tumeka miaka mingapi ndoa? Nearly 100. It feels like it. It feels like it. Miaka mingapi? 100. Si mchezo. Nimekuvumilia. Unataka kusema nini? Mvumilia mazake. Aya. Yeah. Okay. Yeah. nearly 15 years now. 15 years. Yeah. It has taken me 15 years. Yeah. Actually 15 years. Yeah. And from the time tumekuwa pamoja 15 years. 15 years. Yeah. Can you imagine mtoto ana miaka 15? 15 years ina maana kwamba then families inaweza ikaelewa wakati ona yule teenager anataka sasa hivi yuko 15 anataka kufanya vitu vyake, kutaka kuwa yeye mwenyewe. Yeah. Na maana ndio tunakomaa, So 15 ndio mtoto anaanza. Ndio maana na mimi sasa nimebidi tu nianze kukubali, yani sasa nimejiambia tu kwamba huyu ni just kubali mwana, like. Okay. Yeah. Kingine yani like hicho mzazi alielimisha mtu, lakini vingine they just anything you can. Unajua watu wanaweza kuelimika kwamba unajamba. Mayo mimi no ni kama wanangu ambao wajisa ambao hawamini kama naendaga toilet. Afu baba imechukua long, wanangu imechukua very long time. Asa hivi Elka na yani huyu wa mwisho ndio naye yani haamini.
Alifuata juzi Trace aje kuniuliza mama. Nikamwambia no. Kuuliza nini? Are you doing well? Oh, okay. Nikamwambia no. You're just sitting. Yeah. Okay. Nikamwambia mommy doesn't do it. I said, but daddy does it. Nikamwambia yes. Mama, we are classy. We don't. Yeah, kwa watoto imechukua muda. Imechukua muda sana. Okay. Nadhani kama singekuwa naenda shule basi singekuwa wanaamini. It's okay. The question is, kwa nini unajificha ficha? Why? Sio kama tanajificha. Unataka kujiachia mimi mbele yangu unajibana bana. Why? Najibana. Why do you say kama najibana? Unanionea aibu. In what? Kwa taka niketu vunifu. Baba. Be free, relax. It's not a thing of being free. Yani ni jinsi ambavyo tulivyo. Kuna tofa it's you know, it's private. It feels good to just, you know, hide yourself. Yeah, it's yeah. Okay, I'll copy you then. Hey, Baba, just imagine kama nilikuwa na kazi kufanya natembea hapo. Do I do that, mama? Asiseme kwa sababu unasema kama I'm not free. No, yani ukiwa na mimi ukiwa nyumbani. No. There are things you just need them for yourself. Okay. Yeah. Oh, wow. Okay. Another thing, mom. I'm like it, Kingi. 15 years. At least you unatakiwa na 15 stuff. Minor and major. Few major and 15 at least. Kingine. Sasa. Kingine na kwaje? Basi. Okay. Nadhani kingine cha ambacho kina ni for both of us, inaweza kaa kuna expectation kwamba watu wanafikiria kwamba all the time tunapiga maombi. Do you think watu wanaweza kufikiria hivyo? Unafikiria kweli watu wanaweza kufikiria hivyo? Sisi sijui watu wanataka kuchukulia nyumba ya nani, nyumba ya mtumishi. I think kuna expectation kwamba yani lazima muwe mna. Sisemi kwamba we don't do, lakini I think I'm just trying to compare it with maybe past people's expectation out there for the you know, the title that you hold. Wanajua kwamba ni this is okay, I can understand kwa sababu nakumbuka previously kuna watu labda kuna wale unakuta na labda wana mishe fulani wanaogopa kuja kusema kuna mchongo fulani bwana. Wakiona kwamba aise pale kwa mchungaji tunaanzaje kusema no. But that one is different. Kama ni mission, of course they know definitely wouldn't. I don't, yani naongelea mfano kama kitu kama hicho inaweza kusema labda I don't. I've just mentioned that nikiwaza tu kwamba issue tu labda maombi, kufunga, kuomba kila yani like labda yani kama like unajua. Anyway, doesn't matter. Ni nzuri. Sasa na sisi tunakuwa okay as so tuna like a timetable or something, lakini sometimes mimi inakuwa inachoka, unaona. Lakini na pale ambapo tunapoingia kweli kwenye maombi, yani tuna of course. Lakini but there's just some days that tukamka yani kama ratiba tukaenda tofauti. Ni nzuri. Na napenda pia kuongelea kwenye hilo kwa namna fulani ambalo kwamba unajua kuna saa kweli kuna ile kwamba kweli maybe niko wrong, lakini let me say this kwamba unajua kuna ile unakuta mtu yani all the time anaomba, lakini kitu ambacho anaomba ki make sense. Umeshagundua wapendwa wengi wanaweza call their prayer warrior au they are intercessors, lakini wanavyo
wanachoomba au wanavyoomba inaweza ikawa I make sense, kwa sababu pia kwenye kuomba inahitaji kuwa na knowledge ya how to pray na jinsi ambavyo. Ndio maana nakuta saa nyingine mtu anaambiwa simama aombe, the minute ana start with speaking in new tongue or speaking in a new language, which sio unajua I let ile frequency ya maombi ya ile anointing presence ya Mungu, na kile ambacho mtu anavoomba. Wapendo wengi wamejifunika au wamejikava kwamba kwenye ile speaking in tongue, which is very dangerous, kwa sababu maombi yanatakiwa kwanza uanze wewe kusema haja ya moyo wako kwa maneno yako. Sasa unakuta mtu hana cha kuombea, hajui anaombea nini, lakini ananena kwa lugha. Ukipata ile discernment spirit ya kufind out anacho kiomba, haukipati, au uwezo ukakifili. Kwa hiyo people they have to be very careful wanapokuja kwenye eneo pia la maombi. That's why mimi hapa nikisema I am praying now, my brain, my senses, na yani I'm making sure ninajitahidi ninyoshe maelezo yangu, kwa sababu na assume it's a moment now nimepata hii time, natakiwa ni imege time inavyotakiwa. Kwa hiyo niende hatua kwa hatua, ni mkokotoe Mungu, yani sijui kama kukotoa, yani my prayer has to have a meaning. It's like I'm writing an essay. Kuandika essay without kuandika vizuri, essay sio na maana is not an essay. Research, kufanya research na miguu juu kichwa chini is not a research. You have to know unavoomba unamuomba nani. Hata kama unaomba kwa unakimbia lakini what are you saying? What are you writing kwenye kitabu cha Mungu, kwenye ubao wa Mungu? Lazima ianze hivi na paragraph na formal. Sometimes you have to be informal, it's okay, but the prayer has to make sense. Nimeongea kwa msisitizo. Kingine mama, na hili swali hapo linasema ulivogundua hivyo ilikuathirije? Sasa kwa mimi sibei imechukua miaka 15 for me to kuamua sasa. Okay, kuamua ya. Okay, mimi kwa upendo wangu, kwa upande wangu nilichogundua, ngojea kaa tayari baada ya ndoa ambalo hukulijua awali. Okay, honestly mimi sikujua kama Careful. Okay. Hivyo kugafilika. Kwa pina gafilika? Kugafilika sikujua kama utakuwa unagafilika. To the extent nikaogopa. Nimesha kugafilika au to the extent ukaogopa? Ukafanyaje? Nikaogopa. Nasema what is going on? Ninakuwa problem. Naanza kujiuliza why? Ninakuwa problem kwa nini? Na jiuliza maswali afu sipati majibu. Alafu nakuta singine sikugundua kwamba jinsi nilivyo it's okay. Yaani kwamba nikija I don't know kwamba nimeacha something somewhere ambapo sitakiwi kuacha. Nimemesi something ambacho labda kuweka viatu sehemu ambapo sitakiwi, kuto labda kufanya labda nguo nimeweka sehemu, naona laundry iko pale alafu nimeweka nguo chini, nimeacha laundry. Sasa sikujua kama is that big deal. Kwa nini yani iwe kwamba nikulalamika? Sichukue tu rudisha hapo. Kwa hiyo sikuwa najua kwamba je
inaweza, lakini It's a big deal. yes, sasa ndio nikagundua kumbe ni big deal. Kumbe ilikuwa ina nani. Na hivyo kuna vitu vingine pia nilikuwa sijui kwamba naweza kukwaza without even knowing kwamba nimekukwaza, alafu ukao huko down hivyo down umegafilika, I don't know about it. Vipi uko poa? Yeah, uko poa. Alafu kumbe wenzangu hauko poa, alafu inachukua few days, alafu nakuja na unaweza tukaganga something, alafu ukaambia kama juzi ilifanyika, nakumbuka kumbe juzi nilifanya hivi. Alafu sasa kwa hiyo napiga, kwa nini nafanya hivi, why did I fanya hivi? Nafikiri even kwa like sometimes najiulizaga why am I doing this. So hiyo. Alafu kitu kingine ambacho sikujua according to nani, nateleza tu sasa. Nililogundua kuhusu mwezi wangu baada ya ndoa ni kwamba sikujua kama mapenzi sio kila siku, you know. Honestly, unaongea kwa internet hivyo? Yeah. Sasa mimi ndo nasema nilijua yani hapo bwana anytime open no shut. Nijua mchana asubuhi nikitoka kazini nasubiriwa mlangoni. Nikiwa naenda kazini utaki niende kazini. Nijua hivyo. Ndio nikawashiko. Ukafanyaje? Kakimbilia kuoa. That's a bombshell. Yo. Alafu kwa sasa anasema tunafanyaje? Sasa kwanza ndio nakwambia jambo gani niligundua kuhusu mwezi wako baada ya ndoa ambalo sikulijua awali. Sikujua kuna maombi ya ziada. What nisaidia. This is happening to every man hearing my voice. Not to every man. Everyone, they have to find a way to get the portion. Yeah. Kwa hiyo mimi niliingia na expectation zangu. Kama uliingia na ndio kwa ajili ukiwa na hilo kwenye akili, sasa inakuaje ndugu yangu? Sasa ndio hivyo, baada ya 15 years ndio hivyo. Kwa hiyo nimeshakubaliana na hali halisi kwamba lazima tuendane na hizo hormones, tuendane na hormones, na mimi nijue namna gani ya trigger hormones, kama iko left ije right. Yeah. Kujua kwamba hormones ziko left zije right. Yes. Kwa hiyo na nimegundua kwamba hormones zina change. Yeah, zina change. And you think it's just hormones? No, inaweza kuwa so hormones too. Inaweza kuwa pia ni how I behave as well. I'm not the handsome man to please you every time, but you are doing what you ought to do as a wife. Na mimi hapa najaribu pale ambapo ninawezeshwa ili tufike na ndevu zangu hizi. Yeah. Unaona kwamba ni handsome wa sura? No, hata what I have inside. Kwa hiyo kuna hiyo pia. We need counseling. No, sasa hivi nimekomaa. Kama hiyo ndio kilifanya uingie kwa ndoa. Alafu kutimiza haki yote. Yeah. Kutimiza haki yote. Yeah, kwa sababu gani? That's what really inafanya. Na vingine tutaongea pale ambapo tunapoendelea, right? God bless you guys. Thank you so much for. Sindio tunamalizia. Tukafunzike. Tuache watu wasikize, tusiwekee wengi. Ndio. They should wish you luck. Amen.
Let's see. Be blessed. You are favored in Jesus'